Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Aprili 3. Somo lisemalo kufurahia ukweli. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Bwana, unifundishe njia yako. Nitakwenda katika kweli yako. Moyo wangu unaufurahi kulicha jina lako. Zaburi 86 mstari wa 11. Sema kwa moyo wote, nitatembea katika ukweli wako. Ila uamuzi unaoonyeshwa katika kicho cha Mungu utatia nguvu kwenye kusudi na imani. Utakuwa na sifa ya kuamsha na kunyenyekeza, kuimarisha na kuthibitisha. Nitatembea katika ukweli wako. Ukweli unastahili kutumainiwa, hata hivyo, kwa sababu ulimwengu umejaa hadithi za kufikirika. Kwa sababu makosa na vitu bandia vinaendelea, vinathibitisha tu ukweli kwamba kuna ukweli, ukweli hasa mahali fulani. Haitoshi kwetu kusikiliza ukweli tu. Mungu anatutaka kuwa watii. Heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Luka 11 mstari wa 28. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Yohana 13 mstari wa 17. Tunaweza kutembea katika furaha ya ukweli. Haupaswi kwetu kuwa nira ya utumwa, bali faraja. Ujumbe kwetu wa habari njema ya furaha kuu, ukiamsha mioyo yetu na kutufanya kumwimbia Mungu katika mioyo yetu. Kupitia kwa uvumilivu na faraja ya maandiko tunalo tumaini. Tumaini la Mkristo si la kusononesha na lisilo na faraja. La hasha. Alitufungii katika kifungo cha mashaka na hofu. Ukweli huwaweka huru wale wapendao na wanaotakaswa kwa njia ya huo. Wanatembea katika utukufu wa uhuru wa wana wa Mungu. Sisi tunaokiri kuuamini ukweli tunapaswa kuonyesha matunda yake katika maneno na tabia zetu. Tunapaswa kukua zaidi katika kumjua Yesu Kristo, katika mapokezi ya upendo wake kwa Mungu na kwa jirani zetu. Ili kuweza kuwa na jua la mbinguni liking'aa katika maisha yetu ya kila siku, lazima ukweli ufike hadi kwenye sehemu za ndani kabisa za nafsi na kusafisha kila kitu kisichopatikana na Roho wa Kristo. Na ombwe hilo kujazwa kwa sifa za tabia yake ambayo ni safi na takatifu na isiyo na unajisi, ili kwamba chemchemi zote za moyo ziweze kuwa kama maua yaliyojaa na harufu nzuri, harufu ya kupendeza, harufu ya uzima hata uzima.
Ni ukweli uliotunzwa moyoni ndio unaomfanya mtu kuwa mtu wa Mungu. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo kufurahia ukweli. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa tunatakiwa tuende katika kweli yako. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi